Ndugu mtazamaji, karibu kwenye The Book of Magic Stories. Tafadhali bonyeza alama ya kengele, subscribe, ili uwe wa kwanza kupata notification pale ambapo unaweka simulizi mpya. Niandikie kwenye comment section unasikiliza kutokea wapi. Niandikie kwenye comment section unatazama simulizi hii kutokea wapi. Karibu sana kwenye The Book of Magic Stories. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Sasa tuanze simulizi yetu. Katika milima ya kaskazini ambako upepo ulikuwa mkali kiasi cha kuuma ngozi na theluji ilifunika kila kitu kama blanketi la milele, kulikuwa na pango lililofichwa kati ya miamba mikubwa iliyoganda. Hakuna mtu aliyethubutu kulikaribia kwa sababu wazee wa eneo hilo walikuwa wakisema kwamba pango hilo halikuwa tupu, bali lilikuwa na pumzi ya kitu kilichokuwa kinasubiri kuamka. Miaka mingi iliyopita, wakati dunia ilikuwa bado changa na vita vya uchawi vilikuwa vimeacha majeraha makubwa, kitu kilifungwa ndani ya barafu hiyo ili kisiharibu tena ardhi ya watu. Ndani ya pango hilo, tabaka nene la barafu lilianza kutetemeka taratibu. Nyufa ndogo zilijitokeza kama mishipa inayopasuka kwenye ngozi ya kioo. Mwanga hafifu wa buluu ulianza kung'aa kutoka ndani, ukisambaa pole pole kama moyo unaoanza kupiga baada ya kusimama kwa muda mrefu sana. Ghafla, kishindo kikubwa kilisikika na barafu ikapasuka vipande vikubwa vilivyoanguka chini na kuvunjika kwa sauti kali iliyojaza ukimya wa milima. Katikati ya vipande hivyo vya barafu, mtoto mdogo alionekana akiwa amelala kama mtu aliyelala usingizi mzito. Mwili wake ulikuwa umezungukwa na mabaki ya fuele zilizoangaza kwa rangi ya samawati. Macho yake yalifumbuka polepole, kwanza yakitetemeka kwa mwanga mkali uliomzonga, kisha yakafunguka kabisa na kuonyesha rangi ya barafu safi yenye kina kisichoelezeka. Alipoinuka, miguu yake ilitetemeka kwa sababu mwili wake ulikuwa umehifadhiwa kwa miaka mingi bila harakati. Alitazama mikono yake, akigusa uso wake kana kwamba anajaribu kuhakikisha kuwa bado yuko hai. Kumbukumbu hazikuwa wazi. Alijua jina moja tu lililokuwa likirudia akilini mwake kama sauti ya mbali inayomuita kutoka kwenye kina cha giza. Zarvik. Jina hilo lilimjia bila maelezo. Alilisema kwa sauti ya chini na mara barafu iliyokuwa karibu naye ilijibu kwa kutetemeka kidogo. Alishtuka kwa sababu aligundua kwamba sauti yake ilikuwa na athari kwenye mazingira. Alipotembea hatua chache mbele, sakafu ya pango iliganda zaidi chini ya miguu yake kana kwamba dunia ilikuwa inatii uwepo wake. Ghafla, sauti ya mwanamke ilisikika kutoka kuta za pango hilo, sauti iliyokuwa kama mwangu wa karne zilizopita. Umeamka. Zarvik aligeuka haraka, macho yake yakitafuta chanzo cha sauti hiyo. Hakukuwa na mtu wa moja kwa moja, lakini kwenye ukuta wa barafu kulionekana kivuli kinachofanana na mwanamke mwenye taji lililotengenezwa kwa fuele za barafu. Macho yake yalikuwa makali lakini yenye utulivu wa ajabu. Wewe ni nani? Zarvik aliuliza kwa tahadhari, moyo wake ukipiga kwa kasi. Mimi ni kumbukumbu ya wale waliokulinda wakati dunia ilitaka kukuangamiza, kivuli kilijibu. Na mimi ndiye aliyekupa jina hilo litakalobeba hatima ya milima hii. Hatima? Zarvik alirudia kwa mshangao. Ndiyo, wewe si mtoto wa kawaida. Ulihifadhiwa hapa kwa sababu nguvu zako bado hazijaamka kikamilifu. Kama ungeachiliwa mapema, ungeweza kuangamiza kila kitu bila kujua unachofanya. Zarvik alitulia. Maneno hayo yalimchoma ndani, lakini pia yalimpa hisia ya maana. Alijaribu kukumbuka wazazi wake, lakini picha hazikuja. Badala yake, aliona tu mwanga mkali na sauti za vita zilizojaa kelele za upanga na miko ya uchawi. Kitu gani kilitokea? Aliuliza. Kuna vita iliyopiganwa muda mrefu uliopita kati ya wale waliotumia uchawi kwa tamaa na wale waliotaka kuudhibiti kwa heshima. Vita hiyo iliharibu kila kitu. Wachawi wengi walifungwa, wengine waliangamia. Lakini mmoja wao alifanikiwa kuishi, na sasa nguvu zake zinaanza kuamka tena. Zarvik alihisi baridi ikipita kwenye mgongo wake. Na huyo yuko wapi?
aliuliza. Katika kina ya milima hii, anahisi uwepo wako na atakutafuta. Kabla hajapata kuuliza zaidi, mwanga mkali ulilipuka ndani ya pango na kila kitu kikafunikwa tena na ukimya. Miaka mingi ilipita tangu siku hiyo. Zarvik alikutwa karibu na mlango wa kijiji kidogo cha watu waliokuwa wakiishi chini ya milima ya barafu. Mwanamke mzee aliyekuwa akikusanya kuni alimkuta akiwa amezimia karibu na mwamba. Hakujua alikotoka, lakini alihisi kwamba kijana huyo alikuwa na bahati ya kuishi. Alimchukua na kumlea kama mtoto wake. Zarvik alikuwa katika mazingira ya kawaida ya kijiji. Alijifunza kuchunga wanyama, kukata kuni na kusaidia watu wazee katika kazi za kila siku. Lakini kila mara alihisi tofauti. Wakati watoto wengine walipocheza na kucheka, yeye alikuwa akivutiwa na barafu. Alipenda kukaa kando ya maziwa yaliyoganda na kutazama tafakari yake ndani ya uso wa kioo cha barafu. Mara nyingi alijaribu kugusa maji, na maji yalipoguswa na mikono yake yaliganda haraka kama yameamriwa. Alijaribu kuficha ikio hilo, lakini siku moja, wakati kundi la vijana wa kijiji walipokuwa wakicheza kwenye mto uliokuwa umeanza kuyayuka, ghafla barafu ilipasuka na mmoja wao akaanguka ndani ya maji baridi yaliyokuwa yakitiririka kwa kasi. Watu walipiga kelele. Hakuna aliyethubutu kuruka kumsaidia kwa sababu mkondo ulikuwa mkali. Zarvik alihisi hofu ikimjaa. Alikimbia haraka na kufika karibu na mto huo. Bila kufikiria sana, aliinua mikono yake kuelekea maji na kutamani tu yasimame. Kwa sekunde moja tu, kimya kilitanda. Maji yaliganda ghafla, yakitengeneza daraja imara lililomfikia kijana aliyekuwa amezama. Watu wote walishangaa. Zarvik alikimbia juu ya barafu na kumvuta kijana huyo nje, lakini alipogeuka, aliona macho ya watu wote wakimtazama kwa hofu na mshangao. Mmoja alinong'ona, "Uchawi!" Neno hilo lilienea haraka kama moto kwenye majani makavu. Siku hiyo jioni, askari wa Kaslini walifika kijijini. Walikuwa wamevaa mavazi ya chuma na nembo ya ufalme iliyochongwa kwenye mabega yao. Waliongozwa na Prince Victor, kijana mwenye macho makini na uso uliobeba wajibu mzito. Victor alitembea polepole kati ya watu akitazama mazingira. "Ni nani aliyesababisha barafu kuganda ghafla?" aliuliza. Hakuna aliyesema chochote mwanzo, lakini hatimaye macho yote yalielekezwa kwa Zarvik. Victor alimtazama kijana huyo kwa muda mrefu. Aliona si hofu tu, bali nguvu iliyokuwa ikijificha ndani ya mwili wake. "Njoo mbele," Victor alisema. Zarvik alitembea kwa tahadhari, moyo wake ukipiga kwa kasi. "Umefanya nini?" Victor aliuliza. "Nilijaribu kuokoa maisha," Zarvik alijibu kwa sauti tulivu. Victor alitazama barafu iliyoganda karibu na mto huo. Alielewa kwamba uwezo huo haukuwa wa kawaida. Askari waliokuwa nyuma yake walishika mikuki yao, wakisubiri amri ya kumkamata. Lakini Victor alinyanyua mkono wake kuwakataza. Badala ya kumfunga, alisema jambo ambalo lilishangaza kila mtu. "Kunanda Day leo utakuja Kaslini." Zarvik alishtuka. Kwa nini? Kwa sababu kama nguvu hii itaachiliwa bila mafunzo, itakuwa hatari, na kama iko chini ya udhibiti, inaweza kuwa ulinzi. Maneno hayo yalikuwa mwanzo wa safari mpya ya maisha ya Zarvik. Lakini mbali zaidi, ndani ya mapango ya kina zilizofunikwa na giza, mchawi wa kale aliyejificha chini ya milima alifungua macho yake. Alisikia nguvu ya mtoto huyo. Alitabasamu. "Hatimaye mwirithi wangu ameamka." Na hapo ndipo vita ya kweli ilipoanza kuandaliwa kimya kimya. Ndugu mtazamaji, asante kwa kutizama simulizi hii mpaka mwisho, na pia kama umeipenda, niandikie kwenye comment section hapo chini, na pia unaweza kunitumia ujumbe mfupi kupitia namba yangu ya WhatsApp ambayo ni 0766
947545. Na pia kama una mchango wowote wa kifedha ili kuiboresha The Book of Magic Stories, unaweza kutuma kiasi chochote ulichonacho kupitia namba yangu ya M-Pesa ambayo ni 0766947545. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Tukutane katika simulizi zifuatazo. Asante na kwa heri mpaka wakati mwingine tena.